But I would like to teach you 7 things quickly. Maybe not teaching, maybe mentioning them. 7 things that are more important than money. And you may not forget, you may forget, but never forget what you hear from this graduation. It may help. When I was leaving high school, ule alituongelesha pale the last day alikuwa father. Na hata kama nilisahau calculus na vectors na vitu zingine, kila alituongelesha ile night. Yeah, the last day in my high school I never forget it. So I would like to challenge you, never forget what you're going to hear here, because it's going to help you, because it's the word of God. Praise God. 7 things that are important than money. And number 1 is a good name. If you're writing, you can write. You may get through the certificate an opportunity to go and work in a good company. But in that company, whether it be Safaricom or Airtel, you don't maintain a good name and go there and have a bad reputation, then you're going to go far. Some of you are going to get opportunities and go into universities and get first degrees, masters, and even a second master or even a PhD. But with all those certificates, minus a good name, you're going nowhere. There are big companies that don't perform well even in our country because they don't have a good name. But what makes Safaricom to continue every day marketing itself, even when it is making billions in a year, is to maintain its reputation and maintain its name. I don't know your name. Maybe you are called Otieno Kamau, you're called Stephen or Peter. But I challenge you, wherever you shall go to work, to be employed, or you start a business, always maintain a good name. The Bible says in the book of Proverbs, that's it there, Proverbs 22 verse number 1. Proverbs 22 verse number 1. Najua mkuja Biblia maana mlikuwa mnakuja graduation. Hata kama uko nayo ya simu unaweza kufungua. But next time graduation hii inabeba Biblia. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver or gold. A good name is to be chosen. Hapa nikauliza nani anataka nipatie pesa? Kila mtu anaiona mkono maana mtapenda pesa. We need money. Wengine utalipa rent. Mzazi ameng'ang'ana hata kulipa hii school fees. Hata kama mwanafunzi ametuambia ilikuwa affordable, lakini mwingine mpaka alichukua kaloni ili aweze kulipa. Akachukua kwa tala, hata hajalipa tala, ameweka mpaka kwa CRB. Maana haijalipika bado. Aking'ang'ana ile aweze kulipia. Bwana asifiwe. So everybody of us is looking for money, but here the Bible is telling us that a good name is to be chosen than great riches. There is a door that is only open if you have a good name. So maintain a good name wherever you shall go. Maintain a good name because it shall open for you great doors in business, in jobs. Kuna recommendation huwa unakuwa recommended by your seniors or your supervisor to get a promotion, not because you did another course in university, but because they see your character is right. There's a story that somebody was giving us of a certain person who went and was working in a bank, na akatumwa pahali apeleke mzigo na manager wake. Akapatiwa pesa ya kuchukua taxi, akakosa taxi. So akaenda na public. Aliporudi akaambia mwajiri wake, hii ni change ambao nilibakisha wakati nilienda kupeleka ule mzigo, maana nilienda na public, si kuenda na taxi. Wewe wale colleagues wakakwambia wewe kwani ni mtika aje? Pesa ilikuwa yako. Na usika lazima ongeza kurudisha, maana alikuwa ameshakupatia. Lakini akasema hapana, for me I like faithfulness. Na kwa sababu sikuwa alimpatia taxi, na sikuwa na taxi ndio maana nimerejesha. Baadaye ule mkubwa akanyamaza. Alipokuwa anafungua branch nyingine ya the same bank, alitafuta kwa colleagues wengine, akatafuta mtu mwaminifu, akaona that guy. Why? Because he made a good name to the manager. Si kwa sababu alikuwa anajua kazi inakuja, lakini alijua kwamba nikiaminika, Mungu ambaye anaona kwa siri ataniona siku moja, atanifungulia mlango.
Whenever you get an opportunity to choose between money and a good name, choose a good name. Usiseme kama vile watu wasemanga ya kwamba jenga mwili haribu nini? Haribu nini? Najua wale wamekula mkate leo hawajaharibu jina. Hiyo ilikuwa competition. Ilikuwa competition. Hawajaharibu nini? Usiseme jenga mwili haribu jina. Jina ni la maana. So ukipatiwa nafasi ya kuchagua kati ya jina na pesa, always choose to maintain your name. Number 2, relationships. Relationships are more important than riches. If you read Proverbs 13:22, about style kusoma juu ya wakati, utaelewa ya kwamba the Bible says that a good man leaves an inheritance for his children's children. Now I want you to understand, why is he leaving an inheritance? Because there is a connection between a father and a son relationship. Kuna milango ingine itafunguliwa katika maisha yako, itafunguliwa by good relationships. Make a good relationship with colleagues at work. Good relationship between your boss and you. Good relationship with your father and mother. Make a good relationship between you and your children. Make a good relationship. Because they can never be exchanged with the resources of man. Amen. Yeah, there are jobs that comes to you not because you went to school, but because you have somebody who refers you. Relationship. Yeah. Ningetaka nikizua na wale walishida kutubuliza baruni mbili. Wawaina wazifunge vizuri. Mwalimu naweza nisaidia hapa. Tupuliza baruni mbili tu, I want to show you something as I continue. If you are married or you will marry, value that husband of yours. Nipulizia na mfungie. Wale walishawa wanaweza fanya hiyo kazi. Your husband can never be exchanged with money. Your wife can never be exchanged with money. Your father, we are living in a generation watu mpaka wanauza wazazi wao kwa Illuminati kwa sababu ya pesa. Your mother, your father can never be exchanged with money. Praise God. This time I saw a post I think on Facebook, na ikawa inasema kana ya kwamba babako kwa hospitali anahitaji pesa milioni 5 na wewe umewin milioni 5 na babako anahitaji the same money. Sasa nauliza, will you give that money to your father atibiwe na hiyo ilikuwa ndio hope yako ya tumaini, ama utaachana na baba? Inasemekana asipopata hiyo 5 million anakufa. What will you do? Na watu wengine wanasema baba amemaliza kazi yake, wacha aendage. Wacha aendage, hii sitaachilia. But anytime you get a chance to choose between money and a relationship, always choose a better relationship. Don't choose money. Praise God. Because you can never exchange. Imagine your mother had a chance to kill you before you were born. To do what? To abort you. But she didn't. Imagine that boss had the authority to take another person. Amwajiri kazi na kana akakuchukua. So when you get there, don't complain, don't murmur. Look for positive things and take advantage of that in that relationship. Build healthy relationships, because friends can connect you. And I was reading the newspaper yesterday, and Mudavadi was giving the book ameandika imekuwa imekichaguliwa na Lady Nation, anasema ya kwamba yeye pia alifaa one of the I think it's Wamala Maninani awe cabinet secretary wakati walikutana na Uhuru, na akasema yeye ndiye alimrifaa. Why? Because they had good terms. Imagine they were political enemies. Hagamrifaa kwa Uhuru. So right now he is enjoying being a cabinet secretary with the security na Mudavadi hana because of a good relationship.
So always maintain good relationship. May it be between your parents, your relationship with your children, may it be your relationship with people that are close to you. Always maintain good relationships. What your father can give you as an inheritance, maybe money shall never buy. The youngest, the other day, I read news because I need to be informed. And I was looking at, wakisema kwamba the youngest, katoto kale kako tajiri sana, ni katoto ka jamaa mmoja alikufa, alikuwa politician, alikuwa pia mwanabiashara hapa Kenya. Na kalikuwa, I think by then alikuwa 2 years. Lakini they were saying, yeah, 2 years. And he was the richest. Why? Kwa sababu hata akiwa mtoto hivyo, amerithi my estate, hajui amerithi mashamba makubwa just by the virtue of father-son relationship. Hajai pia hata college, King's College. Hata hajui jia kwenda daycare. Lakini he is born rich because of relationship. Number 3. Quickly, I'm going quickly. Wisdom. Go in the book of Proverbs 23:23. Hapo tu tulikuwa. Nisome tu maana siendi bali. Buy the truth or buy wisdom and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. Hear what the Bible is telling us. Buy the truth, buy wisdom, buy instructions and sell them not. You see now what you have learned from school. Kile umepatiwa na teacher Michael pale ni see worth the 4,000 or the 5,000 you have paid for. See what? It is worth more than that because there's knowledge and it is wisdom. Amen. It is knowledge, it is wisdom. So that you might, wewe unaanza mzazi ukitoa 5,000 kama umetoa pesa mingi sana. Lakini kile mtoto amepata akikitumia vizuri, it is worth more than that. Worth more than that. Hiyo karatasi patiwa leo tu si karatasi, ni elimu na ni wisdom inaweza sustain the rest of your life. Hiyo watoto wako wanaweza kula hiyo, bibi yako akule hiyo, bwanako akule hiyo, hiyo tu masomo ya packages. And the Bible inatuambia kwamba buy wisdom, buy books. Go and si lazima kama mzazi hana pesa ya kupeleka college na unatamani kwenda sana, unasema mimi nataka Kenyatta University najiua. Si lazima ujiue. Kama unataka kuwa engineer, tafuta vitabu, nunua vitabu za engineer, anza kujisomesha. You can become an engineer without going to college kama pesa haiko. Pesa ikiwa ikia. And the Bible inasema kwamba buy, that is buy. Now you have bought IT knowledge with your 5,000, but the Bible says don't sell it. Don't sacrifice it. Use it positively. It shall empower you. Amen. Wisdom, knowledge, instructions, they are more worthy than the money. Wewe haukai mtu leo kuingia computer class. Haukai, amwezi linganishwa. Kuna pahali utakuta mmeajiriwa pamoja na mtu amesoma the same medical course, lakini kwa sababu wewe uko na computer inakuwa added advantage. Unapata hiyo kazi inakosa kwa sababu uliingia class. Why? Because you got knowledge and wisdom. Number 4, character. Enda usome kuhusu prodigal son in Luke 15:11. The Bible says that he was given an inheritance by his father wakati aliitisha. Character. What gift you unaweza inuliwa na another one tutaona hapo chini gift. Unaweza inuliwa na talent. Lakini kile kitakufanya usucceed na usimame ni character. So ukikosa tabia, hata kama utasomeshwa uwe na PhD uwe doctor na hauna tabia, hakuna pahali unaenda. Kuna katuni nyingine ilikuwa imeandikwa kwa gazeti wiki na ilikuwa imechora an example of the boss of our guest of honor, our governor of Nairobi. Amechorwa pale katika katuni na anasema ya kwamba when the frog becomes a leader, he makes the whole city mad. Na ilikuwa katuni kwa Daily Nation. When the frog chura ikifanyika kiongozi, inahakikisha uongozi wake wote unakaa nini? Matope. Maana yeye inajua kuenea katika pahali ambapo kuko na unaweza inuliwa uwe mpaka president. But if you lack qualities of character, tabia inakushusha chini. I have seen an example of even pastors that God lifted, but they had no character.
They had very big congregation, breasts anointed, but they come down because of immorality. Anashikwa katika club, anashikwa akilewa. Sasa mwingine mnaona huko social media. So unaweza kuwa educated, lakini tunaweza kuwa na uneducated fool kwa sababu hana character, hana tabia. Unaenda ukidalalala na wasichana ovyo ovyo, hiyo ni kukosa tabia. So unakuta umepata, what's your name? Morgan, umepata PhD and you are earning 200,000, lakini wale watoto umezaa nje wote wanazikula na wanakudai another 100,000. You have cost character. Unakuwa unalea mtoto, unajua sheria imekubalia ya kwamba kama umezaa, hata gavana akasema atasaidia kwa mama kujua baba za watoto. So unakuta umepata pesa kweli, lakini pesa zote zinatawanyika. Ukilea watoto ambao ulizaa hapa, mwingine ako Kayole, mwingine ako Soweto, mwingine ako Matopeni, kwa sababu ya kosa tabia. Lakini pesa uko nazo, lakini hazikusaidia. So even as you become a great man and a woman in our community and our society, remain the character. Have character. Never exchange character with money or riches. Never exchange character with money or resources, because it is incomparable. Number next, gifts and talents. They are more powerful than money. Nimesema nafunza mambo 7, sasa niko na namba 5. Gifts. Proverbs 18. I'm speaking wisdom. Na Proverbs inaongea mambo sana ya hekima. Proverbs 18 verse number 16. Proverbs 18:16 nasema, a man's gift maketh room for him and bring him before great men. A man's gift makes room. Now you have a gift you didn't have when you came to Kings. You have a gift about computer. And thank God we also teach you about cyber services. You have a gift. Sasa Biblia inasema a man's gift opens a way for man. So kuna pahali, kuna kipawa. The most rich people in the world are not the most educated. They are the most talented. Unasikia mtu kama kina Mariga, footballers, but wanalipwa pesa by president analipwa for I don't know how many months. Kwa sababu tu ya kipawa. Na unakaa kusema lazima nisome, kama somi najiua. Si uangalie ni ndani yako ni nini Mungu amekupatia, which gift. Wengine tu ni kuongea, public speaking. Una wewe ni motivation speaker. Wacha kuangana na mavitabu kama motivation speaker. Anza kuangalia hata watoto wa kijiji yenu unawaongelesha tu hapo. Ukiwa kama unakaa sote tu nawaita kujeni ni waongelesha. Kwa sababu that gift can make a way for you. Kama wewe ni footballer, tafuta kazi ingia katika michezo, because that gift can open a way for you. It is more powerful than money. So it's not all, no, youth at times na mzangu kijana ungetaka kufanya sema mimi ni pesa sina. Si pesa unahitaji. Angalia ni kipawa gani uko nacho. Not only money that you need. Look into yourself. Which gifts do I have? Wengine wenu hapa ni wasusi. You are a salon, unaweza twist nywele ya wasichana vizuri sana. Labda ukatilia tu hiyo. Unaweza kuta ya kwamba inaanza kupatia pesa. Unaanza ka YouTube channel, unaanza kufunza watu kushuka African way. Hiyo tu gift inaanza kufungulia milango. Wengine ni kuchora, you are an artist. Kuchora tu, unapendanga tu, unakuta hata kwako kwa nyumba umejaza kwa ukuta imejaa tu ma designs. Hiyo inaweza kuwa ni gift ichoche. It is more important than money. Look at yourself. Which gift do you have? Ni kipawa gani uko nacho? Na hiyo sasa uanze kuitilia manani. Don't despise the days of humble beginnings. Wewe jielewe tu, jue ni nini hiyo nasikianga tu, niko na passion nayo. Alafu anza kuitilia manani. Uanze kuifuatilia. It's going to work out something for you. Number 6, godliness. You can never compare na pesa. I always give a story. Kuna wakati nilikuwa nafanya kazi hapa King's College, na baada ya mbele tunafanyanga some services. Na kijana mmoja akakuja akaniambia,
Hata hakujua mimi ni pastor, alikuwa anajua tu mfanye kazi tu pale. Aliambia ningetaka unisaidie, nataka kuingia Illuminati. Nikamwambia ati kwa nini? Nimeambiwa nikiingia Illuminati nitapatiwa 15 million na nahitaji tu kuingia kupitia internet. Nje nikamwangalia tu nikasmile. Nikamwambia sawa, nataka tufanye aje? Mimi sasa nataka utafute hiyo site yao. Leo hii naingia. Nikamwambia na kwa nini? Kwa nini nyinyi mkusonga hivyo? Niambia pana, acha nikwambie my brother. Mimi nilikuwa nafanya kazi pipeline, alikuwa nafanya kazi ya kuchoma nyama, sijui na mitura na pahali alikuwa nauzia. Alafu alikuwa na bibi akapata mimba. Na sasa karibu wakati bibi tu amejifungua, ikawa kwa kazi yao pale pipeline wakavurushwa. Na kajua kaondolewa, zile ibada zao zikabomolewa, na yeye akiangalia jamii yao vile iko chini sana. Hawezi, hana namna. Na huyo ni bibi amemwangalia, wako na watoto wengine wawili, na sasa ni mja ameshajifungua, hawezi enda kazi. So alikuwa very desperate financially. Yeye sasa nikaona hapa, hata kama ni biashara ya kufanya pesa, nipate pesa nikifungua account ya Illuminati, lakini bado nimeitiwa mioyo. So siwezi kubali. So tukaanza kuongea, tukaanza dialogue, nikaanza kumencourage, nikaanza kumuongelesha mpaka akabadilisha nia. Nikambadilisha nia yake. Kwa sababu alikuwa amefika mwisho wake, anakosa umaana wa Mungu, anafikiria jinsi ya kupata pesa kwa haraka. And the youth, we are doing the same. Go and look at so many celebrities, even in Kenya. They are joining ungodly groups because of they want riches. Well, you want to be a celeb, you want to be celebrated. Let me tell you, you are selling your soul. And the Bible says, don't fear man, but fear God, who is able to destroy both your soul and your spirit in hell. Usilinganishe uungu na pesa, mpaka unakuta unauza watoto wako juu ya mali. Maana uliona mlisoma na mtu saizi yako na V8 na wewe bado unatembea miguu, hata nyumba unakaa kwa mtu. Ukilinganisha unasema hapana. Usijilinganishe na mtu, maana ujue ametoa utajiri wake wapi. Usijilinganishe, wewe tosheka. The Bible says godliness, 1 Timothy 6, I think somewhere there, godliness and contentment is of great gain. Kama mzazi amekupatia tu certificate in computer practice, thank God, you have a course. Mimi nikitoka kwa mama yangu sikupatiwa chochote, nipatiwa tu form 4. Si hata computer, nilienda college, hawakulipa anything. Na sikukataa, hawakuwa na uwezo. So wewe umepatiwa graphic design, that is enough. Saizi kuna watu wana millions with the graphic design alone online. Unaenda FIFA website, unaanza kufanya hizo kazi. There are so many websites that are credible. You can do what you have now, you can do data entry. Umefanya typing, unaweza fanya 30 words per minute. That is enough to make a career. Let me tell you now, the generation we are in parents, it's not about certificates and saying I have a PhD. No, it's about what you do with the little that you have. What you do, and the world is turning to digital. So it's the little knowledge that you have, vile unaitumia. So usikibizane na kile hauna. Ukitafuta mali, unapoteza mpaka uungu. You can never compare godliness with any money. Maana godliness extends after this life. Hii maisha ikiisha, kuna maisha ingine ambayo inaanza pale. Na godliness inaenda mpaka huko. So usiseme kwamba acha nifanye umalaya nipate pesa. Hapo una exchange godliness. Hata kwa sababu umeenda university, unaitwa nani? Miriam. Unachapwa na shida kule, pocket money unapatia kwa tuka 1000. Diko kila kitu na uko hapa Nairobi University. Na hapo kuna kuja kajamaa Kasongo pade Nairobi juu kule Westlands. Halinga muko kanakwambia wewe shida ni nini? Kuja one night 10k haraka itapatikana. One night. Ukimagine
hiyo 10k utaipata ukikusanya pocket money after 4 years, na hii ni one night utasema hey, kweli kwani pesa ziko ni ziza tujui kutafuta. Godliness. You can never exchange anything with godliness. Utakuta umeenda huko, umeingiana na wanasiasa wengine. Si tumekuwa na testimonies even in our country ambao watu wamekuwa campus girls wanaanza relationship na our politicians. Alafu baadaye wanauawa na wanakuwa dumped. Maana wameanza kudai. So lazima tuwe very cautious how you live your life. Let God be the first. Give God the first. Maana yeye atabariki bidii yako hata ikiwa dogo. Number 7 and the last. Godliness, and usome 1 Timothy 6:6-11. Number 7 ambao nimalizia hapo. Life. You can never compare your life with money. So never sell your life for anything. Your soul for anything. Ecclesiastes number 9 verse number 4 inasema ya kwamba a living dog is more important than a dead lion. Uko na maisha, uko na mikono miwili, uko na miguu miwili. You have everything that you need. If you have life, you got everything. Uko na maisha, you got everything. Uko na kila kitu unahitaji. Life. If you have life, you got everything. The rest just waiting on God. Kama unaweza breathe in, breathe out. Yeah? Breathe in, breathe out. Just that. Na unajua kwamba ukishika baluni kama hii imefunga. Imefura, lakini kile kimeifurisha ndani haukioni. Ukaipasua itakujamana, lakini kile kimetoka hautakiona. That is how godliness is. That's how life. Unaweza kuwa kwamba uungu hauonekani, but it can be able to change your life. It can expand your life. What gives this balloon this kind of a shape is the life in it, the breath in it. The more you inflate, kama sasa our brother here Morgan ageongeza pumzi itapanuka zaidi. The more you increase your godliness inside you, the more God creates for you more opportunity, because the more you expand. The more you increase your wisdom, the more opportunities open for you. The Bible says again, as I finish, my people perish because of lack of knowledge. Yes, from high school. My people perish because of lack of knowledge. May I tell you this? Now you have a tweet, I'm a post for Facebook, I'm a status or WhatsApp, I'm a Instagram. The wisdom or the knowledge you don't have now is affecting you, is making you perish. Kama wazazi hatujui jinsi ya kutumia pesa, just that lack of knowledge ya kutojua mambo ya finances is affecting our finances. Kama hatujui skills za parenting, hiyo kutojua skills za parenting ina affect our children. Because my people perish because of lack of knowledge. Not because of lack of money, but because of lack of knowledge. So seek knowledge. Even after King's College, ukipata college ingine ingia, ukipata kuongeza skills za catering ingia, ili hata kama si ya kuajiriwa utakapooleka, ujue kupikia mzee. At least asiende kukulanga kule nje. Na wewe unapikia mama, ili kama utaoa ambaye hajui kupika unamwambia kuja nikuonyeshe. The more you add knowledge, the more you empower yourself. Amen. That is the end of my powerful speech. You can give me a hand clap.